Kandarasi ambaye atakuwa ni sahihi kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa ujumla wake. Sasa tukienda kwa namna hiyo itasaidia sana, na wastahiki mamea kutusaidia kupitisha yale mamikataba yenu mle ndani ambayo yanahusu maendeleo ya mle maeneo ya yale ndani ya halmashauri zenu. Naamini mstahiki meya wa Kinondoni ni Senator Sanisili. Nafikiri unakuwa mnapeana training ndogo ndogo. Unaongea, maana kuna sehemu zingine unaweza kukuta kuna mgogoro labda wa meya sio na mkurugenzi, ambao siku hizi kwa kweli jambo hilo hatulitarajii. Unajua zamani wewe mstahiki meya Songoro umeshaingia kwenye hii kazi, angalau umekushaona. Sasa sisi wengine wageni kuna makubwa mawili. Unaweza kaingia ukasema kwa hiyo hamna hela zaidi ya hapa. Kuna mbunge mmoja nilimsikia maana anasema kwa hiyo ndio hivi tu. Mbunge anasema kwa hiyo ndio hivi tu. Nafikiri wabunge mnaweza kama mmeona hilo kwamba hiyo moja ya kazi mnayofanya. Mimi wanarudia mara zaidi. Nadhani nyinyi wenzangu mnaweza kuwa mmeona. Moja ya kazi nzito kweli kweli inayohitaji moyo wa kujitolea tu ni hiyo kazi mnayoifanya. Lakini wananchi by perception huku wanajua nyinyi ni mamilionea. Na kila jambo ambalo wakifanya wanasema mbunge atafanya. Sasa hicho kitu kinaweza kawepo kwenu nyinyi mamea. Kwa hiyo ukajikuta labda meya kila siku unagombana na mkurugenzi. Kisa bwana nisaidie hela hii. Bwana hapa hamna. Unarukia kwa mkuu wa idara. Kwa idara hebu leta hela hii. Kwa idara sina. Tayari unakuta meya, mkurugenzi, kwa idara hamwendi pamoja. Kisa nini? Kwa hiyo mkielezana vizuri mnakuwa mnajua tu. Uzuri katika nyakati ambazo mkoa wa Dar es Salaam umekuwa na wakurugenzi wazuri kabisa ambao wanatoa ushirikiano mzuri kabisa, ni nyakati kama za leo. Hao wote wala mimi wala siwasifu kwa sababu wako hapa. Hapana. Hakuna jambo ambalo kama mkuu wa mkoa tunaweza tukazungumza na lisifanyike. Lakini kuna wakati ilikuwa inafika hapa, mkurugenzi amevaa tai anasimama kama vile sijui ni mtu gani. Halafu na mkuu wa wilaya anasimama kama sijui ni kitu gani. Meya naye atasimama, kwa ni mgogoro wa kwenda mbele. Meya anaongea hiki, mkuu wa wilaya kile, mkurugenzi hiki. RC akija naye anaongea kile. Sasa mwisho wa siku inakuwa sio nchi, bali inakuwa ni kama kituo kidogo cha kivita. Lakini kwa Dar es Salaam tukipata wasaidizi, mimi nimetaja wakurugenzi, nimeanzia mbali kule kwa kuwa ndio mnaofanya nao kazi karibu na mamea. Lakini mimi kwangu mpaka niende nikasigane na mkurugenzi nitachelewa sana, kwa sababu na mkono wangu wa kushoto huu hapa katibu tawala. Yeye ndiye atakayesigana kule moja kwa moja. Au mimi pia na mkono hawa wa kuwangu wa wilaya. Wao ndio watasigana huko moja kwa moja. Lakini lazima tuishi kwa mashirikiano, kwa sababu vipande ambavyo tumepewa vya kuvitawala havihitaji kila mtu atawale peke yake. Vinahitaji tushikamane. Kuna wakati tulikuwa tunazuia wakina dada poa wale, nadhani tulifanya kazi moja nzuri sana. Sasa wale nao walikuwa wajanja sana. Wanaondoka Kinondoni, wanaenda kusimama kwenye mpaka wa Kinondoni na Ubungo. Sijui nani anawafundisha. Lakini tukienda pale anasema kwani sisi tuko Kinondoni? Sisi tuko Ubungo hapo. Na anajibana Sinza pale, somewhere hivi Sinza pale. Huku ni Ubungo, ni Kinondoni, huku ni Sinza. Huku ni Ubungo. Hata anasema Ubungo hiyo kitu sio, hawajakataza. Kwa hiyo ukifanya kazi peke yako hapa, utajikuta unachokifanya hakijulikani. Hakina matokeo ya mpaka mwisho, kwa sababu kila mmoja anafanya kazi peke yake. Kwa hiyo katawala, kwa yale yote ambayo wenzangu wameyashauri, nadhani muhimu sana tuyaandike, tupate ile karablasha, tuwatawanyishie, tuwape kwa kila ambacho tumekubaliana, halafu tuendelee. Chama cha Mapinduzi pia kupitia katibu wetu wa chama amezungumza kuhusiana na masuala ya chama pia kuendelea kupigwa mawe katika mambo hayo. Akipigwa mawe chama, maana anapigwa Mheshimiwa Rais. Na huku nje wao wanachokiona kwenye kila jambo nasema Mheshimiwa Rais. Kwa sisi watendaji tukiwa laissez faire kwa jambo lote lile, matusi na mawe yanakwenda kwa Mheshimiwa Rais. Sasa hili ni jambo moja la muhimu, kwamba tunapotekeleza haya mipango yote ya maendeleo ni muhimu sana pia kuangalia kwamba tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha tunafanya maendeleo ambayo yanawahusu watu. Ndugu zangu, naomba nisiwacheleweshe, lakini toe tu tangazo pia kwamba
Tuna kilele cha siku ya wanawake, na sisi maadhimisho ya siku ya wanawake duniani katika mkoa wa Dar es Salaam itafanyika katika viwanja vya Barafu, halmashauri ya manispaa ya Ubungo, tarehe 8 Machi 2026. Kwa hiyo niwakaribishe wananchi wote, tushirikiane. Siku hii ni muhimu, tufike kuanzia asubuhi, na mwenyeji wetu ni mkuu wa wilaya ya Ubungo. Sasa sijui kwa nini wamepeleka sikukuu hii kwake, lakini nadhani itakuwa ni ufanisi wa namna ya kuongoza kundi hili. Wajua kwangu wilaya wana mambo ya ajabu sana. Sasa huyu jamaa amevaa barakashia na kanzu. Mimi natoka kwenye chakula pale namkuta amepanga foleni. Sasa namuuliza namuuliza sasa nilisahau mavazi niliyovaa. Sasa kwa hiyo ni muhimu kujua mavazi. Na Mpogoro akaenda akavua kofia akaja akala kwanza ndo akamasa. Kama wala nibuni mkaija kwa mkoa yake ndio Kigamboni haja bata hijabu. Kajigia. Basi mimi baada ya kusema haya, ndugu zangu, niwashukuru sana na niwatakieni kila laheri na asanteni sana kwa kikao hiki. Tumekiahirisha mpaka hapo tutakapoitwa. Asanteni sana. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.